Ukisoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume, tunasoma kitabu cha Matendo ya Mitume ile sura ya 7 mstari ule wa 34 mpaka 35. Kukataa roho ya mateso na utumwa. Roho ya mateso na utumwa. Kataa roho ya mateso na utumwa. Matendo ya Mitume sura ya 7 na ule mstari wa 34 na 35 nasema, lakini nimeona mateso ya watu wangu waliomo Misri, nimesikia kuugua kwao, nami nimeshuka niwatoe. Basi sasa nitakutuma mpaka Misri. Musa huyo waliyemkataa wakisema, ni nani aliyekuweka kuwa mkuu na mwamuzi? Ndiye aliyetumwa na Mungu kuwa mkuu na mkombozi kwa mikono ya yule malaika aliyemtokea katika kile kijiti. Hawa ni wana wa Israeli, mateso mengi walioyapata. Wana wa Israeli waliteseka. Biblia inasema kwamba walikaa utumwani miaka 400 wanateseka. Wana wa Israeli kwenye mateso yao walikaa miaka 400 wanateseka Misri, nyumbani kwa Farao, katika nchi ya Farao au Misri, taifa lake na ufalme wake. Lakini sikia, Mungu anasema, nimeona mateso ya watu wangu waliomo Misri. Kwa lugha nyingine, Mungu huwa anasikia mateso ya kwako leo. Kama kuna Misri anayekutesa, amekamata uchumi wako, amekamata afya yako, amekamata mafanikio yako. Wamisri wako wengi sana ambao hawataki uione kesho yako. Lakini sikia, naomba nielewe. Anasema, yakini nimeona mateso ya watu wangu waliomo Misri, nimesikia kuugua kwao, nami nimeshuka niwatoe. Basi sasa nitakutuma mpaka Misri. Huyo ni Musa anaambiwa na nani? Na Mungu. Kwa hiyo kwa lugha nyingine, nikakurudisha kwenye mstari. Kama Mungu aliona mateso ya wana wa Israeli, akamwambia, sasa nimesikia namna ambavyo wanaugua katika mapito walio nayo, Musa, ukawatoe, ninakutuma kwa mkono wangu. Kwa lugha nyingine, Mungu huwa anaangalia mateso yako. Hakuna mateso asiyokuwa na mwisho. Na tunaangalia wakati wanataka kutoka katika ile nchi ya nini, ya Misri. Kilichotokea ni pale kuna mambo yalifanyika. Biblia inasema kwamba walitengeneza, wakachinja kondoo, zile damu wakachukua. Biblia inasema kwamba malaika walipaka kwenye mimo ya nini, ya milango, ili watoke, ili wakaweka alama kwa kilichofanyika pale. Pasipo ile damu ya agano wasingeweza kutoka, kwa sababu walitawaliwa na miungu. Kwa kumbuka, kwenye agano la kale walikuwa wanatumia damu za wanyama, damu za njiwa, wanapeleka kwenye madhabahu, Mungu anasikia. Lakini kipindi kile walikuwa bado wanatumia damu za wanyama. Biblia inasema kwamba malaika walipopita wanapaka kwenye mimo ya milango ya wana wa Israeli. Lengo ni kwamba sio damu tu kupakwa kwenye milango, ni kwamba kuvunja agano ambalo liko ndani ya ardhi ile, ili watoke kwenye hali ya utumwa. Kwamba ile damu ilienda kuvunja agano. Ndio maana leo ukikaa kwenye roho ya utumwa, kama damu ya Yesu Kristo haijapita ndani yako, uwe na uhakika utateseka. Kama kuna damu ya tambiko, miungu walitambikia mababu, na mababu walifanya miaka ya nyuma, walitambika, wakafanya ibada za wafu, wakatoa na sadaka kwenye zile madhabahu. Alafu wewe leo umeokoka, unasema nitavuka. Unatumia nguvu kubwa sana kutafuta fedha, unafanya biashara, unaamka mapema, lakini unazunguka pale pale, hakuna maendeleo, hakuna ongezeko.
Katika ulimwengu wa roho, shetani yuko kiuhalali kabisa. Shetani hawezi kufanya kazi kama ana uhalali na wewe. Narudia, ili shetani akutese, anakuwa na uhalali wa lango, anakuwa na uhalali wa mlango wa madhabahu za miungu ya familia, mlango wa madhabahu za kifamilia yamkini anakuwa na uhalali ili akukamate vizuri. Kwa hiyo shetani hawezi kurupuka tu akaja akaanza kukutesa. Anasema hapana, hao wanajua babu yao alifanya tambiko, na lile tambiko alipotambikiwa nilikabidhiwa mimi. Ndio sawa, ameokoka, anaomba sana, lakini mali na mambo ya dunia hii, mafanikio hata yapata kwa sababu huyu ni wa kwangu. Unajikuta anasema mbona nimeokoka lakini hakuna maendeleo, mbona nimeokoka hakuna jambo linaenda, mbona nimeokoka mambo yanazidi kuharibika, mbona anatoa na fungu la 10, mbona mambo yanaharibika. Shida sio wewe, shida ni ile recycle inayozunguka inayowatafuna kwenye ile familia. Agano ambalo lilifanyika, ambalo walifanyika, miungu haitambikiwi tena wala ipewi damu. Kwa hiyo sasa wanachofanya, roho ya mateso inanyanyuka kwenye zile familia, wanaanza kuteseka, watoto hawaendi shule, hawezi kufanikiwa, na hata kama akisoma atakaa nyumbani, hatapata kazi, anateseka. Yeyote ambao kuna roho ya utumwa ndani yake, huwa hata kama akitaka kufanya jambo lake hawezi. Lazima awe under control, lazima awe chini ya nani? Ya mtu. Hawezi kujiajiri akafanya mwenyewe, na anapofanya hata kujiajiri hajiamini. Maana katika ulimwengu wa roho, wewe tayari mlishauzwa kwamba mnaongozwa. Ndio maana hata kama kifungua biashara inakufa ili urudi ukaajiriwe. Simaanishi kuajiriwa ni kubaya, kwamba nazungumza sasa kuna roho ya mateso ya kutokufanikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nataka ndio nikakwambia kwamba angalia ni mateso gani unaopita. Yaani muda wote, miaka yote, wewe ni mtu wa mateso. Mateso ya magonjwa yasiyoisha, changamoto za afya ambazo hazikomi, biashara unafungua inakufa. Ujue kuna roho ya nini? Ya mateso. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Mungu anasema kwamba akawaona wana wa Israeli namna wanavyoteseka kwa Farao. Kama Mungu alikasema, kama Mungu aliwaona wao, hata wewe mateso ulionayo, mwite, atakuja, atakukomboa, atafanya njia pasipokuwa na njia. Akamtuma Musa. Musa akaenda akawakomboa wana wa Israeli na wakawa salama kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kataa mateso kwa jina la Yesu. Hata Yesu mwenyewe alishinda mateso pale Kalvari. Wanamtesa siku ya kwanza, siku ya pili yuko kaburini, siku ya tatu mfalme wa wafalme anafufuka kutoka kwa wafu. Nataka nikwambie kwamba namna ambavyo ukiona mateso yanayoendelea, ujue kwamba kuna mkono wa adui. Narudia tena, ukiona shida haziishi na shida zile zimekuwa ni mateso, usikubali. Shida zile zinajirudia kila wakati, na kuna wengine walishatupiwa roho ya mateso. Anaingia kwenye ndoa, alipokuwa nyumbani kwao alikuwa na furaha. Wapendwa, tuombee watoto wetu. Mateso mengine ili ufanikiwe, upate uchumi, utaamka mapema, utalala. Wenzako wamelala, wewe umeamka. Unakuja unalala wa mwisho, unaamka wa kwanza. Alafu sasa unajikuta unazungusha. Maana kuzungusha nini? Upate kitu. Gurudumu linaenda lakini halina matairi. Analala wa kwanza, analala wa mwisho, anaamka wa. Baba mmoja kanambia anafanya kazi Kibaha. Anatoka Kibaha anakwenda mjini kwenye mahoteli. Akasema
kule maeneo ya Posta kwa zile hoteli, tunamaliza kazi saa 6. Tukimaliza saa 6 ninachukua usafiri mpaka Kibaha. Nikifika Kibaha saa 8 kasoro. Ikifika saa 9:30 nageuka kwenye daladala tena napanda. Ni sawa? Sawa sio sawa? Huyo ni mtendakazi bora au ni mateso? Naomba tuseme hapa, ni marafiki tunaongea, lazima tushare mateso. Anamaliza kazi mpaka wasugue masufuria wapange, afya ni wa kwanza kupika supu. Si bora ungekaa tu hapo? Kwa sababu ndani yake ana roho ya mateso, na aliyefungwa na roho za mateso huwa haoni, akili yake huwa haifanyi tathmini, sababu amefungwa. Hiyo akili ya kusema hivi, kwani sipumzike au nikatafuta kazi nyingine, haipo. Sababu ndani yake lazima ateseke ili apate fedha, tena na fedha yenyewe haitoshi. Una shetani hivyo mbaya, bora ingetosha, haitoshi. Bwana Yesu asifiwe. Anaondoka saa 6, anafika Kibaha saa 7:30, analala kidogo saa 9:30, kaamka. Maji ya kwapi amejimwagia, yani kaenda kubadilisha. Si amelala si dakika 45 tu. Afu watoto wamelala, anaingia kwenye daladala tena, wa kwanza kuchemsha supu. Afu anapigika mchana kutwa. Na watu wanajua yuko bidhe, anapata fedha, lakini ukimuuliza anakuambia mtumishi, yani mshahara anaopata 2.5 inatosha nini? Kwa maisha ya hapa Dar es Salaam inatosha nini nauli? Nikamwambia sasa unagawanyaje? Anasema ili basi tu nionekane naenda kazini. Nikamwambia tutaomba ubadilishe kazi. Haya ni mateso. Na tukaendelea kuomba na yeye wiki nzima. Alipata muda wa likizo. Baada ya muda fulani akapata kazi nzuri, ama anatoka saa 9. Unajua Mungu analipa kwa nyakati. Saa ya mateso ikifika, lazima mbingu zako zilizokufunga kwa minyororo ziachie. Saa ya mateso ikiisha, lazima utafufuka tu. Sikia nikwambie, wakamtesa Yesu. Yesu alikuwa ni mwalimu, alikuwa ni Masihi, alikuwa ni mtu mwema, alikuwa ni Mungu, alikuwa ni mfalme wa amani. Lakini tazama namna ambavyo walivyomfanya. Wakina Petro walimkana Yesu, wakina Yuda walimsaliti. Angalia namna ambavyo anakuja kukamatwa, anaanza kupigwa na mijeledi, akafa, wakamzika. Shetani akijua kwamba hatanyanyuka tena, alipoenda kaburini siku ya 3 pamoja na mateso ya mijeledi, Biblia inatueleza siku ya 3 akafufuka kutoka kwa wafu. Leo watakutesa, siku ya 2 watakuzika, siku ya 3 utafufuka. Hiyo ni formula ya kiroho. Kama hujaelewa, kuna wakati lazima kikombe ukinywe. Watakukana, watakutukana, watakudharau, watakucheka mwanangu, watakuona ufai, watakutesa. Mwisho wa siku watasema amekufa kifo cha aibu au amefilisika. Sasa wakristo wanasema sasa ndio kisha habari yake, lakini hawajui mpango wa Mungu na wewe. Wanatuma mateso ili kuharibu maisha yako, lakini hawajajua mpango wako na Mungu wako aliye hai. Hawajajua mpango wa Mungu na Yesu Kristo alivyopatana. Ndio maana ni muhimu sana, ili mateso ondoke, patana na Yesu wako vizuri. Yesu alipatana na Mungu, akaambia uko tayari kuvumilia gharama ya maumivu? Niko tayari. Uko tayari kupigwa mijeledi kwa ajili ya wanadamu? Niko tayari. Uko tayari kwa ajili ya kupigwa na kuchoma mkuki? Niko tayari.
Uko tayari kupigwa miteledi yenye miba, yenye kama visu na kunyofolewa vipande vya nyama? Niko tayari. Haya sasa, huo ilikuwa ni mpango mkakati. Kwa hiyo mwambie Bwana Yesu, niko tayari katika hili. Ninaomba nitolee magonjwa haya, nitolee shida hizi, mateso niliyo nayo. Ninakataa utumwa. Mahali penye mateso pana utumwa. Hakuna mateso siokuwa na utumwa. Ndio maana nikasema kwamba watakutesa siku ya kwanza, siku ya pili utakufa. Bwana Yesu asifiwe. Na siku ya tatu utafanya nini? Siku ya pili uko kaburini unanuka kama Lazaro. Watasema tayari ananuka, hana lolote yule, si kitu chochote, tushammaliza yule, anateseka tu, hana tamia, maisha yake tushayaharibu, tafrani tushaharibu kila kitu. Lakini wasubirie kwa mwombaji aliyepatana na Yesu. Siku ya tatu ukifufuka, unamnyang'anya shetani fungua na mamlaka, ili ukavuke katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nikasema hakuna mateso yasiyokuwa na utumwa, na hakuna mateso yasiyokuwa na anayekutesa, na anayekutesa ni mwanadamu. Nikakwambia shetani hawezi kufanya kazi peke yake, anafanya kazi na mawakala wanadamu. Wanayekutesa wanakuloga, wanakutumia mapepo, wanaharibu watoto wako, wanashambulia mipango yako, wanaharibu kila kitu. Wanadamu hawa tena, anayekujua ndiye anayekumaliza. Yesu hakusalitiwa na watu wanaotoka mbali, ni watu waliokuwa wanamfahamu, wakina Yuda, wakina Petro waliomkana. Kwa hiyo mtu anaokuja kuletea mateso anatoka within, katika eneo fulani. Mwingine anatoka kwenye ofisi mlio naye, na ukimwangalia anaongea kama malaika, kumbe ni adui, kumbe ni ndume la kuwili. Anakukita na kwenye moyo na visu ufe. Hatamani kuiona kesho yako, hatamani kuona mafanikio yako. Biblia inasema adui wa mtu na nyumbani mwake. Biblia inasema hatoki mbali. Ndio maana lazima katika maisha ya kwako jifunze kukataa roho za mateso. Yamkini zinatokea kwenye familia kwa matambiko yaliyofanyika kwa kizazi cha kwanza. Mlikataliwa, mliuzwa utumwani, baba yako hajawahi kufanikiwa, na inawezekana alikufa kabla ya wakati, na mama yako alikufa kabla ya wakati. Sasa ukija kuangalia na walipita kwenye mateso, rudi kwenye familia yenu, baba yako ana mateso ya namna gani, hata kama hayupo sahihi. Wengine toka mtoto anazaliwa anasikia baba anasema mgongo, nasikia kiuno. Mtoto anaenda mpaka chuo kikuu, baba bado anauma tatizo lile lile. Hujawahi kusikia hiyo? Wanaenda wanasafiri wanarudi, unajua baba wanasumbuliwaga na kitu fulani, mama anasumbuliwa na kitu fulani. Toka ametuzaa sisi tumekuta yale matatizo, mama analia tu mpaka leo. Na leo kwa mateso huwa afi, wao wanamwacha ateseke sana, afu baadaye mateso yakishakolea ndio anakufa. Mwana wa Mungu, siku ya leo, yoyote aliyeleta mateso kwako, aliyoleta roho ya mateso na utumwa, unateseka kwenye hizo biashara, hakuna kitu kinaendelea, hakuna mipango yako inaenda, hakuna fedha inafanikiwa. Siku ya leo kataa mauti ya mateso, kataa kwa jina la Yesu. Tutayaambia mateso na utumwa yaondoke mbele yako leo, kwa sababu tuna jina la Yesu, jina lipitalo majina yote. Hakuna mateso yasiyokuwa na mwisho, hakuna mateso yasiyoondoka, hakuna vita isiyoondoka. Leo tutapigana vita, kesho tutakuwa salama. Hakuna magonjwa yasiyotoka. Ukiona yanaendelea, ujue kuna uhalali, lazima tuyang'oe kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kataa mateso kwenye maisha yako, kwenye nyumba yako. Damu ya Yesu Kristo ikanene mema katikati yako. Amen. Kamata sadaka yako utaweka hapa, kisha tutaomba. Hebu simama hapo kwanza, kamata na sadaka yako tuombe, afu baadaye tutakuja huku mbele kwa ajili ya kuvunja roho ya mateso kwa dakika hizo.
Horia masaka, kamata sadaka yako, kamata sadaka yako. Tutaendelea kuomba sasa kwa ajili ya sadaka. Ora moshakariaba. Baba wa mbingu na nchi, tazama watoto wako, tumekamata sadaka, tunaleta madhabahuni pako. Sadaka hizi zikawa ni manukato Bwana, sadaka hizi zikanene mema Bwana, sadaka hizi zikaujenge ufalme wako wa mbinguni. Baba, tunaleta sadaka zetu. Mateso anaoteswa walitoa sadaka, sadaka za damu za wanyama. Semesha hiyo sadaka yako, semesha hiyo sadaka ulio nayo. Yamkini kuna sadaka za damu za wanyama waliotoa kwenye maisha yako ili uendelee kuteseka, ili uendelee kuteseka. Hiyo madhabahu ya sadaka za wanyama kwa mazao na kizazi kwenye familia yenu, ninaamuru kwa damu ya thamani, ninaamuru kwa damu ya thamani, ninaamuru kwa damu ya thamani. Pita na nguvu zako Bwana, pita na uwezo wako Bwana. Hiyo roho ya mateso aliyo nayo ninaifunga kwa damu ya thamani. Roho yoyote ya mateso iliyoko ndani yako, roho yoyote ya mateso iliyoko ndani yako, roho yoyote ya mateso, na iamuru iachie maisha yako, iachie maisha yako, iachie maisha yako. Mateso yoyote, kataa mateso. Anza kumwambia Bwana, ninakataa mateso na utumwa, hakuna maendeleo. Piga hizo roho, ninapiga roho ya mateso, roho ya madeni, roho ya madeni. Unapata fedha, unaipata kwa ugumu, unafanikiwa kweli, lakini unapita kwa ugumu. Hali ya mashanda ya masaka, piga roho ya mateso. Kila anayekuona na kutesa, wengine wanakudharau, huwezi kusaidiwa na mtu ukasonga mbele. Hakuna mtu anaosimama kwa sababu umetumiwa roho ya mateso. Unapambana mwenyewe, hakuna kusaidiwa na mtu, hakuna mtu ananyanyuka, maana kuna madhabahu inazuia kufanikiwa kwako. Vunja roho ya mateso. Unafanya biashara na kufa, unaumwa kwa muda mrefu, huwezi kupona, unateseka na roho ya mateso. Toka kwa jina la Yesu. Hakuna mateso yasiyokuwa na mwisho, hakuna mateso yasiyokuwa na mwisho. Roho ya mateso, roho ya mateso. Yesu alishinda Kalvari, Yesu alishinda Kalvari, Yesu alishinda Kalvari, alishinda mauti. Bwana Baba, nasogea mbele zako. Hiyo mateso, hayo mateso, hayo mateso yatie maisha yake, hayo mateso yatie maisha yako, hayo mateso inayamuru yatie maisha yako, hayo mateso yatie mwili wako, yatie baraka zako kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Kemea roho ya mateso, kemea, yaambie iondoke. Yani hakuna kupata fedha, wewe ni kuteseka tu mwanzo mwisho. Yani wewe ni kuteseka. Sikia nikwambia, omba, omba. Magonjwa yanakutesa, hakuna jambo linaenda, hakuna mipango inaenda. Mateso yaondoke, mateso yaondoke, mateso yaondoke. Hiyo roho ya mateso, hiyo roho ya mateso, hiyo roho ya mateso, hiyo roho ya mateso inaiamuru iondoke ndani yako, na iamuru iondoke ndani yako, iondoke ndani yako. Ewe roho ya mateso, ewe roho ya mateso, ewe roho ya mateso, huna mamlaka. Inakuamuru achia, achia maisha yake, achia maisha yake. Toka roho ya mateso, toka, achia maisha yake. Oh, anateswa tu, ananenewa maneno mabaya. Hakuna kama akifanya jambo zuri, lazima ateswe, adharauliwe, achekwe. Vunja, 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 vunja roho ya mateso, vunja roho ya mateso. Oh, ya masaka, hiyo roho ya mateso iondoke ndani yako, hiyo roho ya mateso iondoke ndani yako, hiyo roho ya mateso iachie maisha, iachie maisha, iachie maisha, iachie maisha. Hiyo roho ya mateso, huna mamlaka ndani yake, huna mamlaka ndani yake, huna mamlaka ndani yake. Hiyo roho ya mateso, hiyo roho ya mateso inakuamuru achia maisha yake, inakuamuru achia maisha yake, inakuamuru achia maisha yake, inakuamuru achia maisha yake. Toka roho ya mateso, toka roho ya mateso, toka roho ya mateso, toka mateso. Hayo mateso yasiyoisha kwenye maisha yako, inaamuru ondoke leo, inaamuru ondoke leo. Hayo mateso ulio nayo, hiyo vita ulio nayo, ninaifunga kwa damu Yesu, ninaifunga kwa damu Yesu. Toka roho ya mateso, toka na uachie, achia maisha yake, achia maisha yake. Roho ya mateso, Mungu alituokoa na nguvu za giza na kutuhamisha katika ulimwengu wa giza. Nyosha mkono wako, ninaamuru mateso yaondoke. Toka, achia maisha yake. Toka roho ya mateso, toka, toka, machie. Roho kukataliwa, kukosa kibali, toka kwa jina la Yesu. Toka roho ya mateso, toka roho ya mateso, toka mateso, machie, machie, machie. Magonjwa, ondoka, 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 ondoka. Roho ya mateso, roho ya mateso, toka ndani yake, toka ndani yake, toka ndani yake, toka ndani yake. Mateso uliokaa
uliokaa kwenye afya yake, kwenye ndoa yake, kwenye biashara yake. Hakuna kitu anafanya, anaenda, amekuwa ni mtu wa kulia, ana madeni, hawezi kulipa tena. Rikarabasaka, wanapambana lakini hawafanikiwi. Ni kwa sababu ya miungu na madhabahu. Ninakuamuru shetani, toka kwenye kizazi kile ambacho mmekamata. Hakuna mtu anaendelea, hakuna mtu anafanikiwa. Watoto wanazaliwa wanapita kwenye mateso, wanazaliwa na wengine wanapita kwenye mateso. Achia hicho kizazi, achia hiyo familia, achia hii familia, achia hii familia, achia hii familia, achia watoto wake, achia ndoa yake, achia mume wake, achia hiyo biashara, achia watoto wake wahudumiwe. Ewe madhabahu, toka wewe utumwa. Wengine wanapambana wenyewe tu, unapambana mwenyewe, lakini hakuna mtu ananyanyuka akasema kori ya masaka, hiyo roho ikuachie, hiyo roho ikuachie, hiyo roho ikuachie, hiyo roho ikuachie kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Pokea roho ya ushindi, pokea roho ya ushindi, pokea baraka. Toka kwenye utumwa, nenda kwenye nchi ya ahadi. Pokea nchi ya ahadi yako, pokea asali na maziwa, pokea dhahabu, pokea afya njema, pokea kuinuliwa, pokea masomo na kufanikiwa, pokea watoto wako wafanikiwe, ndoa yako ifanikiwe, pokea mtaji, pokea fedha, pokea kumalizia hiyo nyumba, pokea viwanja, pokea baraka za rohoni, pokea mauri ya masaka. Mungu akubadilishie maisha. Hayo maisha ya utukali tunayatoa, tunayatoa, tunayatoa. Maisha yale yale kila wakati ni hayo hayo, hakuna anachoendelea. Kila wakati tuko mwezi wa 3, tunaingia mwezi wa 4 kesho kutwa, lakini hakuna maendeleo, hakuna alichokifanya. Ameomba lakini hajajibiwa. Ni kwa sababu kuna miungu. Bwana Yesu, hiyo miungu iliyokamata na iamuru iachie, na iamuru iachie. Damu ya Yesu ikalipe gharama, damu ya Yesu ilipe gharama, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amen.